Hii wilaya yetu ni wilaya inazalisha kwa wingi zao la kahawa. Ni zao ambalo ni namba 1 duniani kwa thamani. Kwa maana nikisema hivyo, ni zao ambalo linachangia pato la taifa kwa kiasi kubwa sana, ukiachilia tumbaku. Lakini kwa Tanzania hii, Kyerwa ndio ya kwanza kuzalisha kahawa kwa wingi. Achilia mbali zao la kahawa, Kyerwa hii inalisha mkoa mpaka zaidi nje ya mkoa wa Dar es Salaam wa Tanzania, wa Bukoba, kwa maharage, mahindi, mtama, ndizi. Usiseme pale tulikotoka Mrongo, biashara kubwa sana ya ndizi kwenda Uganda. Lakini umejionea kwamba pamoja na uzalishaji mkubwa, changamoto namba 1 ambayo tunayo ni barabara. Tumekuwa tukipiga kelele tukilia sana kuhusu barabara ya lami kuanzia Murushaka pale mpaka Mrongo. Nashukuru sana Mheshimiwa Rais, na tuna imani kama Daktari Samia Suluhu Hassan, kama lilivyokuwa jina lake la Suluhu, kwa uongozi wake huu tutapata suluhu ya barabara. Mkandarasi yupo tunamuona, lakini tunachokuomba wewe Mheshimiwa Waziri, na nikupongeze kwa kuendelea kuaminiwa katika nafasi hiyo. Uzuri huo unamfikia mama yetu, tunaomba umnongenezee. Mkandarasi hana spidi ya kutosha. Ameanza kusafisha ile eneo toka mwaka jana mwezi wa 6 wa 5 mpaka leo yuko anazunga pale pale. Wananchi wanashindwa kuwa na matumaini kwamba barabara inakuja. Lakini kwa sababu umefika, tuna imani, tunakuomba mnongonezee mama yetu. Uzuri ni mama kama wewe, na najua kina mama mna huruma sana na mnapenda kuona maendeleo. Tunongonezee kwa mama yetu kwamba Kyerwa nimefika. Umejionea vumbi pale, ilikuwa ni msafara kwa sababu kuna ulinzi na usalama, lakini kwenye njia ya kawaida kuna ajali nyingi sana za bodaboda, magari yanagongana, vumbi ile. Lakini achini ajali, ile barabara ni mshipa uchumi wa Kyerwa. Ile ni safirisha wakulima, ni njia ya wanafunzi, ni njia ya wagonjwa, lakini kiunganisha wanafanya biashara na fursa. Magari hayawezi kuja kuchukua mizigo huku kwa sababu ya barabara. Na juzi nilikuwa kwenye kijio cha kahawa, mzee mmoja akasema hivi, barabara maendeleo ni kama pikipiki kwenye rami ya Tereza, kifika kwenye vumbi taratibu. Nikawa sijamuelewa, akasema sasa unaona maendeleo yanakuja, akifika Murushaka tu yanakwama, hayavuki pale kwa sababu ya vumbi, na mvua ikinyesha basi hayatoki tena. Tunaomba tupelekee salamu kwa mama yetu. Tuna imani sana serikali yetu kwamba barabara si tuone rami inakuja, migongo inauma. Leo hii tunaye waziri, huyu ndio mlezi wa mkoa wa Kagera, kwa hiyo yuko hapa jikoni. Tutaweza kupata matumaini makubwa, na rais amemtuma kuja hapa kutatua changamoto zetu. Swala la pili ni barabara. Mheshimiwa Waziri, barabara zetu zina uchumi mkubwa sana. Tunahitaji kuwa na barabara nzuri kwa maendeleo ya wilaya hii ya Kyerwa. Tukipata barabara, umeona Kyerwa biashara kubwa ni kahawa, lakini pia naomba nimshukuru rais kwa kutuletea bei nzuri ya kahawa. Piga makofi kwa Daktari Samia. Leo hii wakati mnaniona nimekaa pale na cheza na simu, nilikuwa sichezi na simu. Nimemtafuta waziri wa ujenzi aniambie kwa nini mkandarasi hafanyi kazi kama alivyosema mbunge wetu. Mheshimiwa waziri wa ujenzi akasema yeye amepewa fedha zote za barabara hii na Mheshimiwa rais wetu. Akaniuliza, akanambia, Mheshimiwa waziri, huyo mkandarasi nilikuwepo hapo, bado hafanyi kazi. Nikamwambia ndio kinachosemwa hapa. Mheshimiwa waziri wa ujenzi akasema yeye anaipenda kazi yake sana na anawapenda sana wana Kyerwa. Mheshimiwa Khalid Nsekela anaongea na yeye kila siku kuhusu hii barabara. Akasema kama huyo mkandarasi bado anafanya hiki anachokifanya, basi sisi tumuondoe tu. Aondoke, aletwe mkandarasi mwingine.
aondoke, aletwe mkandarasi mwingine, kwa sababu fedha ipo. Hatuna sababu ya kukaa na mtu ambaye hataki kazi. Awape watu wengine kazi ili wafanye kazi. Sasa anasema tangu siku zile alipokuja hapa, si mlimuona? Alikuja akasema tunamfukuza. Si alisema? Sasa huwa kuna kautaratibu ka kumfukuza mtu ambaye mmeingia naye mkataba. Bahati nzuri niko Kyerwa. Kyerwa si ndio wasomi wote walipo? Na mikataba yote inaandikwa kwa Kyerwa. Si mnajua hiyo? Kwa hiyo ule muda wa kushughulika naye huyu mkandarasi ili aondoke hapa kwetu umefika sasa. Aondoke, tupate mkandarasi mwingine, kwa sababu fedha zipo, barabara yetu iwekwe lami vizuri. Hello Tanzania, tunajua unajiuliza utafikaje katika ofisi zetu za Pars Vision Cargo. Tunapatikana Dar es Salaam, barabara ya Lumumba, jengo la ushirika Tower, floor namba 8. Ofisi zetu ziko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 jioni, kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa, lakini pia Jumamosi tuko wazi kuanzia saa 3 kamili asubuhi hadi saa 11 jioni. Mawasiliano zaidi, wasiliana nasi kupitia simu namba 0678 880 880. Karibuni tuhudumie.